Inaomba kabisa mtumishi wa Mungu wa pale Dar es Salaam na kule Tanga, kwa majina sikufahamu vizuri, ila nakujua kwa jina la nabii wa ishara, lakini pia kuna nabii mwingine anaitwa Bashando, lakini pia kuna huyu anaitwa Mbarikiwa, mchungaji wa kule Mbeya. Watumishi wa Mungu, mnakosa uvumilivu, mnakosa kuchukuliana. Lakini pia ukiachilia mbali kukosa kuchukuliana, mnakosa pia pole. Siamini kabisa kama Mungu anaweza akutume ukaonye kwa lugha ambazo sio nzuri. Mungu hawezi kukutuma. Umemwona Stephen Jacob amekosea, ameanguka, na wewe Bwana akafungua macho yako ukaona mahali ambako ameanguka, alafu unaenda kumuonya au kumkaripia, alafu unamkaripia kwa matusi. Matusi sio lugha ya Mungu. Matusi, lugha chafu hizi za unajisi, sio lugha ya Mungu. Kuwaita watu mbwakoko, kuwaita watu mazombi, kuwaita watu mapopo, kuwaita watu wana mimba kwenye migongo. Mwanaume mwenzako unamwambia ana mimba kwenye mgongo. Katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3 mstari 15 imeandikwa kusema, muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye ama asemaye kwa habari za tumaini lilo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Hapa nadhani haraka sana swala la kumjibu kila mtu asemaye ama aulizaye kwa habari ya tumaini mlilo nalo, kumjibu kila mtu kila wakati, muwe tayari. Hapa nadhani jibu itakuwa limeshapatikana. Kumjibu sawa, kumbe sawa, tuwe tunawajibu, tuwe tayari, ila kwa upole. Twende tuangalie upole. Na huko Yesu alinyamaza. Yesu yupi aliyenyamaza? Kasome Mathayo, Yohana 7:8. Uone Yesu alivyojibizana na watu wa aina moja kwa muda mrefu. Mnachafua Injili, mnamchafua Yesu wetu. Yesu wenu mganga wa kijini, kwani ndio Yesu wenu? Yesu huyu kujibu ni kila mtu anaposema kwa namna isiyo sawasawa, ukinyamaza manake ndio hivyo. Mungu hakutetei mahali ulipotakiwa kujieleza, kufafanua. Anyway, zingatia hili. Yesu unayemjua wewe, alijieleza alipoambiwa kwa Beelzebuli watoa pepo, hakusema namwachia Mungu. Tunakujua wewe ni Msamaria na una pepo, hakusema namwachia Mungu. Alijibu. Ibrahimu, Ibrahimu haja kwako, wewe ulikuwako, wewe umekuaje? Ibrahimu haja kwako, wewe ulikuweko, wewe kijinga sana. Yesu alijibu, alifafanua. Sasa Yesu mwenda wazimu ambaye mmempokea kutoka Ulaya kwenye briefcase, huyo mishio naye mwabudu. Hata leo nataka ufahamu, watu wote ambao huwa hawajibu wakiambiwa mambo fulani mabaya, 80-90 ya hayo mambo kweli wanahusika nayo, wanaogopa kuyatibua wakifafanua. Lakini mbili, usipofafanua kile kinachokuwa kimesemwa kinyume cha wito wako, tumaini lako, imani yako, kinakuwa ndio kitu kinachojenga kwenye maisha ya watu. Ni rahisi sana hata waliokuwa wakikuamini wakapoteza imani. Kwa hiyo huwa tunafafanua pia kwa ajili ya waliokuwa wanatuamini, ili waweze kujua ukweli ambao ndiyo kitu mnaendelea nacho unaopita namna nyingine yoyote. Sasa tuingie kwenye upole. Sasa mchungaji, usitumie ukali. Sasa sijajua kama unaweza ukakaripia bila neno lenyewe kuwa na ukali. Tutaingia kwenye usitukane, usitumie majina ya wanyama. Yesu alikuwa mpole, amesema kwa upole.
naenda kuchambua upole sasa. Naenda kuchambua upole, na Yesu mwenyewe ya kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 29 anasema, jitieni nila yangu, jifunzeni kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa Yesu na anakiri kwamba ni mpole. Kwa hiyo mbarikiwa wewe una tatizo, sio mpole. Twende. Na huyu kijana amesema unaonekana na una moyo wa Mungu, lakini ukitaka kuwa na moyo wa Mungu tu ulionyooka, usiamini kwamba unaweza ukafurahisha kila mtu. Unaweza ukafanya watu wote, nyoka, nge, mbwa, kunguni, simba, nyumbu, waishi chumba kimoja na wote ukawaona wako salama, au wote ukawaita kwamba ni watumishi wa Mungu. Nataka ujue, kama unataka kwenda safari mbali, wewe kijana, wewe unaita mwalimu, na hii mnayoitanaga unaojiita mwalimu, naomba musielewe, yani muelewe. Usiamini wewe ni mwalimu kwa sababu unasoma vitabu vingi au umeamua kujipa hilo jina. Ualimu wako ukwalify kwa wanafunzi walio pass na kupasi kibiblia. Tengeneza watu moja, aidha wanafanana wewe, sema mwanafunzi awe mkuu kuliko mwalimu wake, akikuwa sana atafanana na yeye, ama tengeneza watu wema wawe wanaonekana. Kama unatumia ni Biblia, kama ni mwalimu wa neno la Mungu, tengeneza watu wema wawe wanaonekana. Lakini kuwajaza viwanjani ama kusema tu, hiyo ndo mimi mwalimu. Uwezo hata mwalimu hii dunia, uwezo kama mwalimu, isipokuwa pana wanafunzi waliofaulu, pana wanafunzi wenye hatua yenye maana. Sasa yeye ni walimu tu, ni walimu. Mimi napenda kufundisha, mimi ni mwalimu. Hata wanaofundisha ushoga, wanaofundisha kuvuta sigara, bangi, usagaji na nini, nao ni walimu. Inategemea mwalimu wa nini. Jifunzeni kijana. Mimi nahisi wewe kijana, si huduma ya Kristo, nimesahau jina lako, hii nimetoa tu kwa dharura hapa. Mimi nahisi una roho ya Mungu ndani, ila ukitaka uende mbali, usiwe kijana unayeweza kutaka ukafurahisha wote. Kina Bashando, kina Mnabisi wa Ishara, kina Mbarikiwa, wote nyie watumishi wa Mungu. Mungu sio mmoja kati ya sisi. Mungu sio mmoja. Aidha Mungu wa Bashando ndio Mungu wa kweli, Mungu wa nabii wa Ishara ndio Mungu wa kweli, ama Mungu wangu ndio Mungu wa kweli. Nini? Matendo ndiyo yanayoonyesha Mungu yupi ni yupi. Mimi binafsi, mimi sina dhambi. Watu wanajikwa sana, una dhambi. Yesu alisema, Yesu pia anasema, nani ashuhudiaye hana dhambi? Mimi sina dhambi. Sifundishi vijana wangu kutenda uovu kwa aina yoyote, kukopa popote, kumwonea yoyote, kumdhulumu yoyote. Na nasema kama umeona kijana wangu ana uovu wowote, toa taarifa. Mimi nahisi ni mtumishi wa Mungu kwa mazingira kama hayo. Sasa utakaponiweka kapu moja na mtu ambaye mara utasikia kule alishafanya hiki, kule alishafanya kile, alishabwatuka, ameoa yule, kaacha yule, aliwahi kuzina yule, aliwahi kufanya kile, kuna mtu aliingia inbox akamtongoza, wote ni watumishi wa Mungu. Kaka kijana, jua comment na pongeza mitandaoni zina kikomo. Wito ambao kama ni wito wa Mungu kaweka ndani yako, ulinde hata kwa kuonekana uko upande mmoja, hata kama mko wawili au watatu. Hiyo nataka nikujulishe wewe kijana wa Arusha, sio inaitwa huduma ya Kristo. Sasa tuje kwa Yesu mpole. Hapa pana vitu vitatu: kujibu kila mtu, nimeshalisoma andiko lake na kuweka mfano ya Yesu alivyojibu; kukaripia, kwamba uwezi ukasema unakaripia, unakemea, isipokuwa utumie lugha kali. Na tunakwenda kwenye kutoa lugha ya matusi, lakini tulipoishia kusoma ni hapa kwenye Yesu ni mpole. Twende kwa Yesu mpole, tuone alivyotumia lugha za wanyama.
ambazo sasa ndo zinatamka kwamba ni kutokuwa mpole, ni kubagaza watu, ni kudhalilisha utu, mtu sio mnyama na vitu kadha kadha. Tusi ni pale utakapoanza kumsema mtu kitu ambacho unalenga kimchafue wakati si mchafu hivyo. Lakini wanyama, mtu alipofanya kitu kinachofanana na mnyama aliitwa hivyo, na Yesu aliendelea kuwa ni mpole. Upole kama mjui, upole sio hivi. Upole ni kufanya kwa utulivu, ni sawa na hekima, ni kufanya palipotakiwa kufanya. Ndio maana mnasikia Mungu ni mpole lakini mwingi wa hasira. Anyway, kwa upole sio uzube. Unielewi? Hebu basi tumuone Yesu mpole. Tumuone Yesu mpole. Kwanza tuende katika Mathayo 15 mstari, nisome kisa kirefu kidogo hapa kwa haraka. Mathayo 15 mstari wa 21. Yesu akaondoka huko akaenda kanda pande za Tiro na Sidoni, na tazama mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatoka akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, Mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea akamwambia wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akasema, Bwana, unisaidie tafadhali. Yesu akajibu akasema, si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Yesu ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, lakini si vema kuchukua chakula cha watoto kuwapa mbwa. Kilichoendelea pale mbele, yule mwanamke akaanza kusema, hata mbwa hula sehemu ya makombo ya watoto. Ndipo Yesu akasema, kumbe wewe imani yako ni kubwa, mtoto wako amepona. Amekubali kuitwa mbwa kwa sababu kwa matendo ya baba zake yalifanya watu wengine watoke kwenye hadhi ya kuwa binadamu wakawa mithili ya mbwa. Ni matendo gani utakayotenda yakifanana na mnyama wa aina fulani, automatically unakuwa na sifa za kuitwa hilo jina. Huko sio kubagaza, huko sio kudhalilishwa, huko sio kutukanwa, huko ni kuamshwa ili uweze kujua ukubwa wa chukizo linalokuwa limefanywa na wewe ama waliokutangulia, na wewe umekuja kwa jina lao au kwa sura yao. Yesu huyo ndiye mpole. Tumone mpole. Twende katika Mathayo 12 mstari wa 33. 12 mstari wa 33. No, tusome tu 34. Enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Enyi wazao wa nyoka. Yesu mpole. Usiseme majina ya wanyama. Hapa haraka sana mtakimbilia, kwani wewe ni Yesu? Yohana naye alisema, Yohana naye tumsome. Yohana alisema, na watu wengine nitakuongezea hapa tu. Tumsome Yohana katika Luka sura ya 3 mstari wa 7. Basi aliwaambia makutano ya wale waliomwendea ili wabatize, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi zaeni matunda yapasayo toba. Wesho Yohana, wesho mimi ni muamini, ni mtu ninayepita katika njia za hao, namfuata Paulo kama alivyomfuata Yesu, au namfuata Yesu. Ni mwana wa Mungu, ni mbegu, ni roho aliyekuwa ndani ya Yesu ndio aliye roho ndani yangu. Nataka tu ujue wanyama wanaweza kutajwa ukionyesha tabia ya wanyama hao. Ukionyesha tabia ya nyoka utaitwa nyoka automatically. Tumalizie hiyo. Yesu nasema, enyi uzao wa nyoka, enyi uzao wa nyoka. Yatosha hayo. Niende mnyama mwingine. Nyoka niachane na hiyo
23, Mathayo 23 nasema enyi nyoka wana wa majoka. Tena hiyo niende Luka 13 tusome mnyama mwingine. Luka 13 tusome mnyama mwingine ambaye ametajwa, na awamu hii anaambiwa ni mfalme. Awamu hii anaambiwa ni mfalme. 13 mstari wa 31. Luka 13 mstari wa 31. Saa ile ile Mafarisayo kadha wa kadha walimwendea wakamwambia, toka hapa uende mahali pengine, kwa sababu Herode anataka kukuua. Yesu akawaambia, nendeni mkamwambie yule mbweha, tazama leo na kesho natoa pepo na kuponya wagonjwa, siku ya 3 nakamilika. Kamwambieni mbweha yule Herode. Haya wanadamu, twende mnyama mwingine. Usiseme watu popo. Popo haeleweki, haeleweki. Yani haeleweki ni mnyama, haeleweki ndege. Ueleweki ni mtu wa haki au unapinga waovu. Waovu nataka wawe wema, waone wema. Wema nataka waone waovu. Yani kote huko, kwa wema unajifanya mwema, kwa waovu unajifanya mwovu, ili ule, ili ushibe, ili upate uungwaji mkono. Huo ni upopo. Unafanya kitu kwa makusudi ya mtu apate madhara. Wewe ni nyoka. Samueli wa pili, tumuone mnyama mwingine. Sura ya 16 mstari wa 9. Tumuone mnyama mwingine. Ndipo Abishai mwana wa Seruya akamwambia mfalme, mbona mbwa mfu huyu amlani mfalme bwana wangu? Mahali pengine Samueli wa kwanza, Daudi anamwambia Sauli, unakuja kumtafuta na kumuinda ni mbwa mfu au kiroboto? Anyway, takafahamu mwanadamu amekuwa akiwekewa mifano ya kuwa mnyama na kuitwa majina ya moja, mnyama wa ovyo, sawa na tabia nayo kuwa ameonyesha. Ni kuonye tu kijana, safari bado ni ndefu. Kama nataka kwenda mbali, nenda na upande mmoja. Tunakuwa tumesha wafuatilia sana, wakati mwingine tunaona ni kama ni upcoming. Tunakuwa ni kama nenda na upande, yani ukitaka uende mbali, nenda na upande mmoja utakaojua ni wa haki. Lakini usikusanye nge na nyoka na mbwa na mijusi na paka na panya ukadhani vitaishi zizi moja. Muite mtumishi wa Mungu, muite mtu wa Mungu kwa tabia specific. Onyesha tabia hizi na mtumishi wa Mungu, za mtu wa Mungu. Anayefanya hivi ni mtu wa Mungu, anayefanya hivi hapana. Lakini usiwaite wote watumishi wa Mungu hivi utake kupita katikati, uonekane ni mwema kwa viewers, mwema si pande zote. Kwa mtu kama mimi sipendi, sikubaliani, si pamoja na mtu utakaye kuwa pande zote. Chagua moja. Kama ni kulia, kama ni kushoto. Kama ni njia ya haki, pita kwenye haki. Kama njia ya uovu, pita kwenye uovu wazi. Lakini ukanichanganya na kina Bashando na kina nabii wa ishara, watumishi wa Mungu pamoja, hata tunamtumikia Mungu. Mimi sio wa aina hiyo. Sio wa aina hiyo kaka. Sio wa aina hiyo. Imenigharimu ndio, imeniacha mpweke siku nyingi ndio, lakini imani ni hiyo. Imani ni hiyo. Sasa mimi sio mtumishi wa Mungu, sawa? Wasifie akina Bashando, wasifie akina nabii wa ishara, sema ni watumishi wa Mungu. Lakini swala la kuonyana, kukemeana, kukaripiana, Biblia inasema mkemeaye mwenzake hatimaye atapata kibali kuliko ajipendekezaye kwa ulimi wake. Kukaripia, uwezi ukakaripia, ni mpaka umetumia neno kali. Na Biblia imetaka tutumie neno kali panapobidi, kwa sababu mtu huyu anakuwa hajasikia kwa neno la upola liloonywa au kufundishwa ama kuelekezwa na namna zingine ambazo Mungu hutumia.
watu wengine. Utaamua kwa mfano mimi kujibizana, naweza tukajibizana mara kadhaa, lakini wakati mwingine huwa najua kile kimoja ninachokuwa nimekujibu kule mwanzoni kinatosha kuwa mbadala wa mengine yote ambayo utakuwa unayasema huko mbele. Kwa hiyo sawa, ila kuna waliowahi kusema wapambane na Mbarikiwa, ulikuwa ndio mwisho wao pale. Walipoteza imani hata kwa wachache waliokuwa wakiwaamini. Yaani nakuta kijana yuko vizuri na kwa namna moja nyingine anaonekana yuko kwenye njia ni kama ya haki. Kuna kijana kwa ndio si Tocha Mlinzi, kuna si mchungaji Pastor Ezekiel, wapo wengi waliojaribu ni kama kutaka wakabiri si Mbarikiwa, hata kama ulikuwa kwenye njia ya haki. Kuna watu walikuwa na kuelewa hivi kiasi, ukionekana ni popo unapoteza umana, wanaweza ukapotea jumla. Fika mahala, sikatai kutoa comment yoyote juu ya Mbarikiwa, sikatai kutoa comment, na wakati mwingine mimi nawajibugi, ujue najua akili yako iko sawa na bado roho ya Mungu iko ndani yako. Kuna kijana mwingine hapa anaitwa Samson, yuko jiani hapo, nishawahi kwenda kuhubiri kwenye kanisa lake hapo Arusha. Huwa najibugi mengi, nishawahi kwa namjibu Samson, kwa sababu hata akikwambia kanisani kwake sikumaliza semina na niliacha wakati watu wanahitaji zaidi, lakini baada ya kuona matakataka fulani hivi. Sasa nasemaga mengi, simjibu kwa sababu kwanza nafahamu hana namna yoyote ambayo hata ni mtu tu pengine anapuuzwa na hata watu wanaokuwa wamewalenga. Klipu zake zingine kusikia unakuta imepita mwaka ndo anakuja kusikia na kuona. Kwa wakati mwingine tunapowajibu ni upendo. Chuma unoa chuma, ndivyo mtu unavyo uso wa rafiki yake. Mkemea mwenzake, hatimaye atapata kibali kuliko jipendekezaye kwa maneno ya ulimi wako. Wakati mwingine tunapowajibu ni tunaboresha wito wenu, tunaboresha makusudi ya Mungu ndani yenu, wala sio vita. Tunafafanua ili kuwatanua vichwa vyenu. Inatosha. Niko kwenye ibada ya ndoa, nafungisha watoto wangu. Ndio maana leo mnaniona nimevaa, niko kwenye ili gwanda ambalo siku hizi wasivaa sana. Sasa wakati mwingine tunapokuwa na watu mchanganyiko, wanapenda tusionekane kwa sura moja. Kwa hiyo nimesimamisha kwa muda, sema hata kama sitarusha mapema hiki, basi utafuatilia ibada ya ndoa live section. Wale mnasema wewe kazi yako kujibu tu, hapana, hujui kuingia kwenye live section. Ingia kwenye live section. Kila siku utakuta mahubiri yasio ambayo unaweza kuyaita ndo injili, ndo neno la Mungu. Sasa unapenda tu visa, ukiona kakisa fulani ndo tunakuangalia. Otherwise mahubiri yapo kila siku. Sisi tunafanya ibada kama mitume na watu wa Mungu, kwamba kila siku walikusanyika hekaluni na majumbani mwao. Kwa hiyo ukiweza, kitaka nia yako ni kujifunza, nenda kajifunza, na ikiwezekana pia ujifunze msingi wa ndoa. Siku inafungishwa ndoa, uweze kujua kitu kicho mbali kabisa na ngono na zinaa, ambazo kwa kipande kikubwa ndivyo malaya ujua kwamba ni msingi na kiunganishi cha ndoa. Asante kwa kunisikiliza. Hii sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Sema itengeze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Ili mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa amafai katika Bwana tangu sasa apate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja, ni maana neno Maranatha.
Inaomba kabisa mtumishi wa Mungu wa pale Dar es Salaam na kule Tanga, kwa majina sikufahamu vizuri, ila nakujua kwa jina la nabii wa ishara, lakini pia kuna nabii mwingine anaitwa Bashando, lakini pia kuna huyu anaitwa Mbarikiwa, mchungaji wa kule Mbeya. Watumishi wa Mungu, mnakosa uvumilivu, mnakosa kuchukuliana. Lakini pia ukiachilia mbali kukosa kuchukuliana, mnakosa pia pole. Siamini kabisa kwamba Mungu anaweza akutume ukaonye kwa lugha ambazo sio nzuri. Mungu hawezi kukutuma. Umemwona Stephen Jacob amekosea, ameanguka, na wewe Bwana akafungua macho yako ukaona mahali ambako ameanguka, alafu unaenda kumuonya au kumkaripia, alafu unamkaripia kwa matusi. Matusi sio lugha ya Mungu. Matusi, lugha chafu hizi za unajisi, sio lugha ya Mungu. Kuwaita watu mbwakoko, kuwaita watu mazombi, kuwaita watu mapopo, kuwaita watu wana mimba kwenye migongo. Mwanaume mwenzako unamwambia ana mimba kwenye mgongo. Hayo ni maneno tunayosema wakati mgumu. Tunajua Mungu tunayemtumikia weza kutuokoa, lakini hata asipotuokoa hatutamkana kwa kuzifuata njia za uovu. Sasa tunapita kwenye giza nene ambalo limetanda mbele yetu, hatuoni njia. Nasi tumeomba kwa uaminifu sana, lakini Mungu amenyamaza, na kila tunalosema limegeuzwa na kuonekana kuwa ni makosa. Mungu, tunakuomba utuangalie sisi watu wako. Aweza kutuokoa, aweza kutuokoa, hata asipotuokoa bado atabaki kuwa Mungu. Aweza kutuokoa, aweza kutuokoa, hata asipotuokoa bado atabaki kuwa Mungu. Aweza kutuokoa, aweza kutuokoa, hata asipotuokoa bado atabaki kuwa Mungu. Aweza kutuokoa, aweza kutuokoa, hata asipotuokoa bado atabaki kuwa Mungu. Hakuna wa kutusaidia, hakuna wa kubeba huzuni, umebaki Mungu pekee uwezaye kutuokoa. Wanasema mnasema Mungu ashindwi, lakini mbona mnaumwa? Utadhani wasio wema, watu wao ndo hawaumwi. Mungu ashindwi, hata tukifa wote tunao mtumaini, bado atabaki kuwaweza kutuokoa. Aweza kutuokoa, aweza
tukifa wote tunamtumaini, tutarudi kwake. Hakuna mtu utakayekaa milele hapa duniani. Shabikia na furahia maumivu na mateso tunayopitia watu wa Mungu kwa kitambo. Ni kweli tutatangulia, lakini na wewe utafuatia. Kumbuka enzi zile za kale, wakati wa baba zetu wa imani walio sababu ya Biblia kuandikwa, waliteswa, waliumizwa na hata kuuawa. Lakini cha kuumiza ni kwamba hata wale waliowatesa na kuwaua nao wamekufa na majina yao yamesahaulika kabisa. Kama hamna makusudi maovu katika vitu mnasema tunyamazie. Kuna shida gani kulazimisha wengine badala ya nyie kuacha uovu? Mkiacha uovu mnaogopa nini tena? Kwa hayo mnasema tunyamazie. Mjue tu mna makusudi mabaya kwa hayo mnayosema tunyamazie. Najua huu ndio wakati ulioonywa na Roho kwamba itatokea dhiki ambayo kabla yake haijakuwako. Aweza kutuokoa, aweza kutuokoa, hata sipotuokoa bado atabaki kuwa Mungu. Aweza kutuokoa, aweza kutuokoa, hata sipotuokoa bado atabaki kuwa Mungu. Hayo ni maneno ya shujaa Mbarikiwa aliyo ya nukuu kwa mashujaa kina Shedraki walioweka msimamo wa kutoisujudu sanamu, walioamrishwa na mfalme ili wainamie. Wote walinama, wakabaki wanaume watatu. Wao wakasema Mungu wetu haweza kutuokoa. Ni kweli, ni kama haonekane, ni kweli, ni kama atatuacha, lakini tunaamini Mungu wetu haweza kutuokoa. Na ndivyo ilivyo kwa kizazi cha sasa. Shujaa Mbarikiwa ni kama yuko mwenyewe, mambo yanaharibika, wote wamejificha, eti wamemwachia Mungu, wao wanaendelea kuomba. Wengine wanasema tuko nyuma yako, ila wameinama kwa ile sanamu, wote wamesujudu. Ila mwanaume huyu yeye kaweka shingo yake lehani, kama Mungu ataniokoa hata siponiokoa na muamini.